عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني كبنزي chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kujumuika katika nyumba miongoni mwa nyumba zake kwa ajili ya kutekeleza ibada ya salati al-Jumaa. Na ikiwa bado tunaendelea na silsila ya nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, nyumba tukufu zaidi, nyumba yenye fadhila zaidi, nyumba ambayo kwamba ni ya kuigwa, nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tumezungumzia katika Jumaa lililopita changamoto ambazo kwamba zilikuwa zinatokea katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizitatua ili mimi na wewe tupate kujiiga naye pindi yanapotokea mambo hayo katika majumba yetu. Biidhnillah, katika Jumaa yetu ya leo tutazungumzia chumba cha kulala cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bedroom. Taban, kama tulivyoashiria katika Jumaa lililopita kuwa room ya Mtume ilikuwa ni room moja na ina corridor basi, lakini tutatumia lugha hii ya kisasa iliyozoeleka kwa kupitia majumba yetu kwa ajili ya kufikisha risala. Tutazungumzia chumba cha kulala, tutazungumzia chumba cha chakula, tutazungumzia chumba cha mavazi, tutazungumzia kana kwamba ni vyumba tofauti tofauti, lakini yote yalikuwa yapo ndani ya chumba kimoja cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Haqq subhanahu wa ta'ala katika sunan zake, katika haya ama katika maumbile ama katika huu ulimwengu ameweka jambo muhimu ambalo kwamba ni jambo la usingizi. Usingizi ni moja katika neema kubwa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana maulama wakatuambia bali ni jeshi katika majeshi ya Mwenyezi Mungu, ni katika junudullah, ni katika majeshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuwekea neema kama hii hasa katika kipindi cha usiku. Mwenyewe akatuambia waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna al-layla libasa, tumejalia usiku ukawa ni vazi. Tumejalia usiku ukawa ni vazi, yani ukawa ule usingizi utakuvaa ukapata kukutuliza, ukapata kukuhami kutokamana na mambo mbalimbali. Akili huchoka kufikiria, inahitaji kupumzika kwa kupitia usingizi. Nafsi huchoka kutokamana na khawatir nyingi zinazoingia ndani humu, unahitaji kupumzika kutokana na usingizi. Moyo huchoka kwa kubeba hamu, unahitaji kupumzika kwa kupitia usingizi. Na mwili mzima huchoka kutokana na taabu na machovu, unahitaji kupumzika kwa kupitia usingizi. Na ndio maana wasomi wakatuambia idtirab, kuchanganyika katika usingizi. Yani mtu anapokuwa usingizi wake si mzuri ama ni wenye kuchanganyika, basi unampelekea katika madhara katika mwili wake, bali inaweza kumpelekea katika iktiab mara 10 ya kawaida.
ikampelekea katika kupata hatari ya kupata depression mara 10 ya kawaida ya yule ambaye kwamba ana nidhamu katika kulala kwake, bali inaweza kumpelekea katika kupata clots za moyo kwa 50% na za akili ama ubongo kwa 15%. Haya wanaeleza wenyewe wanatiba katika takhasus zao, mkirudi mtayapata zaidi huko. Kwa hivyo moja katika neema kubwa ambazo kwamba zinatupelekea sisi kuwa na siha nzuri, kuwa na afya nzuri, ni neema ya usingizi na mapumziko. Na kama wanavyosema wenyewe wasomi, kuna muthalathu siha, kuna mambo matatu ambayo kwamba ukiyahifadhi basi utapata afya iliyokuwa nzuri. Jambo la kwanza ni chakula kilichokuwa cha sawa. Chakula kilichokuwa cha sawa, yani cha afya. Kuna vyakula vya maradhi vingi, lakini na vile vile ni haraka iliyokuwa ya sawa. Ikiwa utataharak haraka ya makosa, inaweza kupelekea ukapata ulemavu, inaweza kupelekea ukakatika mshipa, ukavunjika sehemu. Kwa hivyo haraka ya sawa pia, usikae wewe ukawa huna haraka katika maisha yako, lakini na katika kutaharak kwako isiyo ni haraka ya makosa. Ya tatu wanayosema ni arraha as-sahiha, kupumzika kwa namna iliyokuwa nzuri. Ikiwa kupumzika kwako kutakuwa ni kwa namna mbaya, itakupelekea katika madhara. Ukikosa kabisa kupumzika, vile vile kutakupelekea katika madhara. Na ndio maana jambo kubwa ambalo kwamba lajulikana katika ulimwengu leo, Guinness Book of Records, ukiangalia katika mambo ambayo kwamba watu wanapewa zawadi kwa kupitia mambo kama hayo, utaona kuna jambo limekatazwa, nalo ni jambo la kukaa kwa muda mrefu bila ya kulala. Halisabiki. Hawezi kuja mtu akasema mimi nina wiki 2 sijafunga macho, sijalala, kwa hivyo awe ameweka record atapewa zawadi. Hawalitambui hilo, kwa sababu linapelekea katika maradhi mabaya kwa mwanadamu, sawa kiupande wa mwili ama kiupande wa akili ama kiupande wa nafsi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukirimu na neema kubwa kama hiyo, neema ya usingizi, neema ya mapumziko. Mwanadamu atakana ajipange katika kulala kwake, asiwe ni mwenye kuvukisha mipaka katika kulala, wala asiwe anajibana sana, muda wake wa kulala ni mdogo, itampelekea katika madhara. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam katika chumba chake cha kulala alikuwa na adhkar, alikuwa na a'mal, alikuwa na adab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na adhkari akizifanya, alikuwa na mambo akiyafanya, alikuwa na adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam akizihifadhi katika kulala kwake. Swali ambalo kwamba tutakana tujiulize mimi na wewe, tumesema leo Mtume amekuwa ni mgeni wangu na mgeni wako. Je, ataridhika na chumba changu cha kulala na chumba chako? Hili ni swali la kwanza tutakana tujiulize. Anapoingia katika ghurfatun naum, anapoingia katika bedroom yako, Rasulullah atafurahishwa na namna kilivyo? Je, katika ukuta kumebandikwa picha za waimbaji wa kike? Je, kuna picha chafu chafu zimewekwa? Kikoje chumba chako cha kulala? Umeweka katika namna gani? Je, kipo katika namna ambayo kwamba kilikuwepo kichumba cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Jawabu la haya maswali ndio kusudio ya khutba kama hizi, ili kama kuna ni jambo ambalo kwamba tunalifanya tudumu ndani yake, tuendelee. Na ikiwa tunafanya kinyume, basi tugeuze ada zetu, tuende vile anavyotaka Rasulullah ama alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama tunavyokumbushana daima, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika mna kiigizo chema kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa yeye ndo kudwa wangu mimi na wewe, ndo role model wetu, ndio kiigizo chetu, basi tuangalie namna gani alivyokuwa akifanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam katika sunan zake, katika adab zake, katika mambo aliyokuwa akiyafanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika kulala kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza alikuwa akijitahirisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha kabla ya kulala kwake. Tujiulize mimi na wewe, ni wangapi ambao kwamba tunatawadha kabla ya kupanda kitanda? Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutawadha alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikukuta kitanda chake, akikukuta godoro lake. Leo mtu naweza kuja unasema umechoka sana ukajitupa kwenye kitanda, hujui kuna nini katika kitanda kile, pengine kitakupelekea katika kukudhuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake kwanza alikuwa akikukuta kitanda chake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akikunja viganja vyake vya mkono akisoma baadhi ya suwar na baadhi ya ayat. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma ayatul kursi,
Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma muawwidhatayn, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, anazisoma. Kisha ile pumzi ama yale mate ambayo kwamba yamepata sharaf ya kuchanganyika na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nuru ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anapuliza Mtume, anapuliza katika viganja vyake, kisha anajifuta uso wake, anajifuta kichwa chake na anajifuta viungo vya dhahiri katika mwili wake. Kabla ya kulala anajiweka katika hisna, katika kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mimi nayo tunashtaki, kila mmoja analia, anasema ndoto mbaya zimekuwa ni nyingi, ndoto za kushtua zimekuwa ni nyingi. Je, unahifadhi sunna kama hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ukajifanyia tahassun, ukajikinga kwa kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa akifanya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kabla ya kulala? Ikiwa hatufanyi, basi tutaota tu tunashikwa koo na paka, tunazama katika bahari, tunaingia katika visima. Kila sampuli ya ndoto mbaya tutaziona katika ndoto zetu na katika kulala kwetu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama akisoma, kisha akipuliza, kisha akijifuta katika mwili wake Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, kisha akilala Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ubavu wake wa kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa halali kwa mgongo wala halali kitumbo. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ameingia katika msikiti, anamwona moja katika masahaba zake amelala kwa tumbo, na hili ni moja katika mambo aliyoenea na tunayoona kila siku 2-3 mpaka ndani ya misikiti, mtu anamwona amelala kwa tumbo lake. Makosa, haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba wake yule, hadhihi dhij'atun la yuhibbuha Allah, huku kulala ama namna hii ya kulala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haipendi. Na baada ya hapo maulama katika kufuatilia hikma wakaona ina hikma nyingi, sawa kiupande wa tiba, sawa kiupande wa akhlaki. Ukija kiupande wa tiba, madaktari na wanatiba wanasema viungo ama tumbo linapata kubanika, kwa hivyo kuna viungo ambavyo kwamba vinadhurika humu ndani ya tumbo. Lakini vile vile kiupande wa akhlaki ni kwa unapolala kitumbo, basi tupu yako inakuwa ni yenye kugusagusa chini, kwa hivyo ina hatari ya kukupelekea kufikia kwenye kujichua kwa mkono wako, kwa sababu inaamsha zile shahwa zako na mengine mingi ambayo kwamba wanayataja. Kwa hivyo Rasulullah alikuwa akilala kwa ubavu wa kulia. Kwa nini asilale kwa ushoto, kwa ubavu wa kushoto? Pia ni faida nyingi za kitiba wanazitaja maulama. Wanasema akilala kwa ubavu wa kushoto kwa sababu ni upande kuna moyo, kutakuwa na dhaght, kutakuwa na pressure kwa ule moyo, kwa hivyo hautomakinika kufanya kazi yake kwa uzuri. Ili upige mapigo mazuri na uweze kufikisha damu kwa uzuri, ni ulale kwa upande wa kulia, mbali na faida nyingi za kitiba ambazo kwamba zapatikana. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alikuwa akilala kwa ubavu wake wa kulia, na imekuja katika riwaya alikuwa akiweka mkono wake wa kulia chini ya shavu lake Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kisha akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana dua anaomba kabla kulala, na ukirudi katika vitabu vya ahadithi utaona kuna sampuli nyingi za dua ambazo kwamba zimetajwa, lakini ile ambayo kwamba ipo katika sahihi ya Imam al-Bukhari na kwingineko, Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, bismika rabbi amutu wa ahya, bismika rabbi wada'tu nafsi au wada'tu jambi, asema bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Hii ni moja katika ad'iya ambazo kwamba alikuwa akiziomba Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, na vile vile katika zithubutu katika dua za Mtume sallallahu alayhi wasallama, Allahumma qini adhabak yawma tab'athu ibadak, ya Rabbi niepushe adhabu yako siku ambayo kwamba utatumiliza waja wako. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anataja kufa na kufufuka katika ad'iya kama hizi, kutaka kutuonesha kuwa kulala ni almautu al-asghar kama wanavyoita maulama, ni mauti madogo. Ndio maana takikana mu'min apate somo kubwa pindi anapolala, ajue kuna siku atakuja kulala na asiamke kabisa. Pindi atakapoamka aseme alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur.
ajua kuna siku atalala hatoamka, atakwenda moja kwa moja. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na adabu kama hizi katika kulala kwake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na usingizi wake haukuwa ni wa kupitiliza, haukuwa ni mwingi sana, lakini vile vile haukuwa ni mchache sana wa kufikisha katika kudhuru. Na alikuwa na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kulala mchana ile inayojulikana kama qailula, kulala japo wakati mdogo katika wakati wa mchana, ilikuwa ni katika ada yake na sunna yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kauli zenye nguvu ilikuwa ni kabla ya wakati wa dhuhuri, ndio kwa kilala Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lakini vile vile katika chumba chake cha kulala Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana nafasi na ahli zake, alikuwa akijifaraghisha kwa ajili ya ahli zake. Mtume imekuja katika sira kuwa baada ya ishai hakai muda mwingi nje, hurudi nyumbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akakaa na ahli zake, akazungumza nao, wakabadilishana mawazo na fikra, wakapeana maneno mazuri. Hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa tujiulize mimi na wewe, lau leo utakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akuulize, jana saa 6 za usiku ulikuwa wapi? Uko tayari kumwambia ulikuwa katika chumba chako cha kulala pamoja na ahli yako, ama utamwambia ulikuwa kule kwenye kibanda unaangalia mechi ya Manchester na Arsenal? Utamjibu jibu gani? Kwa sababu huwezi kumdanganya, utaona haya. Sasa je, hatusemi kuangalia mpira ni haramu jamani? Lakini tunazungumzia swala za kukaa mpaka usiku mkubwa nje. Wangapi leo utaona mtu ni ada yake kurudi nyumbani saa 7 za usiku, saa 8, mwingine anaingia alfajiri, hana muda kabisa. Kudwa wako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifaraghisha muda akikaa na ahli zake. Imekuja katika sira Sayyidatuna Safiya, mama wa waumini, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaeleza asema, siku walipoana na Mtume ama alipoolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakulala mpaka alfajiri. Asema tulikaa tunazungumza mpaka alfajiri. Leo kwa nini mimi na wewe tunashindwa kukaa dakika 5 kuzungumza na ahli zetu? Mtu unachoka haraka, anasema bana, huyu amekaa kama redio, hanyamazi, utadhani amemeza kaseti, anasema sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema nao, bali akisema sana. Jiulize, kuanzia baada ya ishai mpaka alfajiri, maneno mangapi haya yalikuwa yakizungumzwa? Lakini amelifanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na vile mimi na wewe vile vile tunatakikana tujiingie na Mtume katika hili, tuwe na wakati wa ahli zetu, tukae nao, tuzungumze nao, tushauriane nao, tubadilishane nao mawazo. Hivi ndio alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika chumba chake cha kulala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa maneno matamu, alikuwa akiwapa maneno mazuri. Leo hili limekosekana katika jamii zetu. Mtu anaona akitoa maneno mazuri ataambiwa mwanamume bwege, ataambiwa amekaliwa kichwani, ataambiwa amewekwa mkononi, hana sei. Haya ndo maneno ambayo kwamba yanazunguka katika baadhi ya jamii zetu, lakini sio hivyo. Tumeeleza katika juma lililopita changamoto zinazopatikana katika majumba ya ndoa. Moja katika dawa kubwa za kutatua changamoto hizo ni kujua maumbile ya mwanamume na maumbile ya mwanamke. Nimesema baadhi ya wasomi wanasema wanaume wanatoka Mars na wanawake wanatoka Venus, yaani maumbile yao ni tofauti kila mmoja. Sasa ukishajua, kila mmoja akishajua maumbile ya mwenzake, itasaidia sana katika kupunguza changamoto na khilafati na mashakili katika nyumba za ndoa. Wanasema mwanamke anapenda kwa kusikia na mwanamume anapenda kwa kuona. Mwanamke anapenda kwa kusikia, yani anahitajia umpe maneno mazuri, maneno matamu. Na hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katika khutba kadhaa zilizopita tulitaja hadithi ya Ummu Zara, namna alivyomsifu bwanake kwa kumfanyia mazuri kila sampuli. Mwisho Mtume alimwambia nini Sayyida Aisha? Alimwambia kuntu laki ka abi Zara li Ummi Zara, mimi nimekuwa kwako kama alivyokuwa Abu Zara kwa Ummu Zara. Kama vile alivyofanyiwa Ummu Zara na mume wake Abu Zara, na mimi pia nimekufanyia hivyo hivyo. Bali na kuna la ziada, illa annani la utalliquki. Ikiwa Abu Zara alifikia kiwango akampa talaka Ummu Zara, mimi sitakupa talaka Aisha.
amwambia Ummul Mu'minin, mimi sitakupa talaka, yani zaidi ya Abu Dharr. Hivi ndivyo alipokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwabusu wakeze. Jiulize mimi na wewe tujiulize, mwisho umebusu mke wako lini? Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiwakumbatia, bali imekuja katika baadhi ya athar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akilala usiku, akilala kifua wazi, ili kupatikane iltisak, ili kupatikane kugusana ngozi na ngozi, ili inaleta mawadda katika nyumba ya ndoa. Taban hii hukumu yake tofauti, sio siku za baridi inaweza kukuletea madhara, lakini ikiwa ikiwa weather inaruhusu fanya. Alikuwa kilifanya hilo Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Na ile ilaka ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika huu ulimwengu iwe ni sababu ya kupatikana an-naslul adami, kupatikana kizazi cha kibinadamu. Rasulullah sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwatekelezea ahli zake katika ghurfatun nawm. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwadhihirishia mahaba yake kwao, akiwapenda kwa namna ya kimaajabu. Leo ukiwa utazungumzia habari za mahaba, utasikia kisa cha Majnunu Laila, utaambiwa habari za Kaisi na Laila, utaambiwa habari za Antar na vile vile Abla, utaambiwa habari za Romeo na Juliet, utaambiwa habari hizi ambazo kwamba zimeenea katika ulimwengu, wanajulikana kama wanaopendana. Lakini wallahi thumma wallahi, hakuna aliyefikia daraja ya juu katika mahaba kama Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namna alivyokuwa anawapenda wakeze haijatokea hapo katika ulimwengu huu. Risala, utume umeanza katika kifua cha mke na umeishia katika mapaja ya mke. Rasulullah akiwa katika Ghar Hira anateremshiwa wahi, hali ngumu nzito inampata. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakukimbilia kwa marafiki zake wala hakwenda maskani. Alichokifanya, alikimbilia kwa mkewe Sayyidatuna Khadija al-Kubra radhiyallahu anha wa ardaha. Anakwenda anapigwa makamama, anahagiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kisha anapewa maneno ya kutuliza, amwambia la yukhzika Allahu abada innaka latasilu rahima wa taqri dhaifa, mpaka mwisho wa hadithi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukuacha, hawezi kukutupa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe una tabia nzuri nyingi ambazo kwamba unazifanya. Kwa hivyo risala ilianza katika kifua cha mke, lakini vile vile utumi uliishia katika mapaja ya mke. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifariki katika hijri ya Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha wa ardaha, na bali alikuwa akimwambia nakhafifishiwa uchungu wa sakaratil maut kwa kuwa katika hijri yako ewe Aisha. Mahaba kiasi gani leo mpaka mtu hizi sakaratil maut, uchungu namna ulivyokuwa mkubwa, unakhafifishwa kwa sababu ya nini? Kwa karibu na yule unayempenda. Bali alipoulizwa na Sayyiduna Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, alipomwambia man ahabbu an-nasi ilaik, nani unayempenda zaidi ya Rasulullah? Sayyidina Amr anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuona haya kujibu, alimwambia Aisha, mke wangu Aisha ndio ninayempenda zaidi katika watu, minar rijali, na katika wanaume amwambia abuha, babake as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Kwa hivyo wala hakuona haya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutangaza mahaba yake mbele ya masahaba zake. Leo kwa mfano nilifanya mimi niseme nawapenda ahli zangu, mtaona vipi? Tuonekana wandazima mbona shekhe huyu mbona tofauti ya waje tangaze mahaba yake kwa ahli yake. Alilifanya hilo Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mbele ya masahaba zake, bali ilifika kiwango mpaka akisema inni ruziqtu hubbaha, mimi nimeruzukiwa mapenzi yake. Baadhi ya maulama wanasema kwa Sayyida Khadija, wengine wanasema kwa Sayyida Aisha. Asema ni yani mahaba, Mtume mahaba yake kwa ahli yake ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani katika sisi analitambua hilo? Kwa kumpenda ahli yake ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliposhikwa Abul As katika mateka walioshikwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mume wake Sayyidatuna Zainab binti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mume wa binti ya Mtume,
kutakikana mali ya kuwakomboa wale mateka. Katika mali aliyokuja kukomboa mateka, kulikuja mkufu umetumwa na Sayyida Zainab, anataka kumkomboa mume wake. Yale mali alipokuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume alipouona ule mkufu akasema, hadhihi qiladatu Khadija, huu ni mkufu wa Khadija. Anaukumbuka Sayyidatuna Khadija shakufa kwa miaka mingi hapo. Hili latokea Madina baada ya miaka, na Sayyidatuna Khadija ashafariki kwa miaka mingi, lakini Rasulullah anakumbuka mkufu wake baada ya kufa kwa miaka. Sitakwambia mkufu wa miaka, mkufu wa leo wa sasa anaovaa ahli yangu na ahli yako, tuujua ulivyo, tuujua shakili yake. Ukizungumza hii utaambiwa kwa tunkosa kazi sisi. Kwa nini kuniambia Mtume alikosa kazi? Ikiwa wewe unajiona una kazi nyingi na majukumu mengi, wamshinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Mtume majukumu yote na hamu yote ya umma alikuwa amebeba yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, lakini alikuwa na muda wa kutambua mkufu wa Sayyidatuna Khadija. Si mkufu tu, bali alikuwa akijua mpaka namna ya kubisha. Akija mtu akibisha akisema Allahumma hala, huyu si mwingine ni hala tu, kwa sababu namna alivyobisha ni kama anavyobisha mamake Sayyidatuna Khadija. Yani anakumbuka mpaka namna anavyobisha Sayyidatuna Khadija. Na siku alipokwenda Fatih Makkah, alipokwenda kuikonga Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallama hakushukia katika majumba. Aliwaambia masahaba zake, idribu li khayma inda qabri Khadija, kule Hajun pale alipozikwa Khadija, karibu na pale nendeni mkaniwekee tent, mimi nitashukia pale. Yani hata baada ya kufariki akumbuka widad, akumbuka urafaa kwa ahli yake. Hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Kwa hivyo akidhihirisha mahaba yake kwa ahli zake, alikuwa na muda na wao, na sisi vile vile tunatakikana tuwe na muda na ahli zetu, na vile vile na wao wawe na muda na sisi. Hii ni risala ya pande zote. Katika mambo ya kusikitisha katika ulimwengu wetu ni kwa utapata watu wako katika ghurfatun naum, wako katika bedroom, bali pengine wako juu ya kitanda, na kila mmoja yuko katika ulimwengu wake. Kila mmoja ameshika simu, huyu anachati na yule anachati na yule, kila mmoja hana muda na mwenzake. Ama mmoja ameshika simu, mmoja amewachwa yuko peke yake. Unashughulika na wambali, unamwacha aliyokuwa karibu, huna muda naye. Na hii inapelekea sana katika kuvunja majumba, na kesi nyingi ambazo kwamba tuzipokea ni sampuli hii. Mtu anakuambia ahli yangu hana muda na mimi, mwingine anakuambia mume wangu hana muda na mimi, mpaka juu ya kitanda yeye yuko katika nini? Yuko katika kuchati na marafiki zake, yuko katika kutumia mitandao ya kijamii. La, kipindi kile watakikana ukihusishe kwa ajili ya ahli yako, umpe tarkiz, concentration, umpatie yeye, mujadiliane mambo yenu ya ndoa, mupate kuwa karibu zaidi. Kwa hivyo ghurfatu naumi alhabib sallallahu alayhi wasallam, chumba cha kulala cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kilikuwa na masomo mengi ndani yake, kilikuwa na mafundisho mengi ndani yake. Na juu ya yote hayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisaidia ahli zake. Umeambiwa alikuwa akikukuta kitanda mwenyewe akilifanya hilo. Sasa tujiulize, mimi na wewe tulifanya ama mpaka tukukutiwe? Na pengine mtu anaweza kuwa mkali ukasema, mbona uje kikukuta kitanda leo? Je, uko tayari kwenda kuchukua shuka ujitandikie kitanda chako? Unaweza kusema kazi ya kike, si kazi yetu sisi wanaume, kazi ya wanawake. Nani aliyosema hivyo? Rasulullah alikuwa fi khidmati ahlihi. Najua haya maneno hayawafurahishi wengi katika wanaume, lakini ndio haki, ndivyo alivyothubutu katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume sallallahu alaihi wasallama kana fi khidmati ahlihi, wanaeleza mama za waumini, alikuwa akiwasaidia ahli zake. Mtume sallallahu alaihi wasallama akishughulikia kiatu chake. Mtume sallallahu alaihi wasallama kana yaqumu albayt, imekuja katika shamail, alikuwa akifagia nyumba yake. Mwisho lini ushika mfagio ukafagia nyumba? Jiulize. Na ukisema hayo utaambiwa bana, hizi ni kazi za kike, kama tulivyotangulia kusema. Sasa tutamtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uke, astaghfirullah alazim, utakwenda pabaya. Ukisema hivi utaambiwa bana, sisi tuna mashughuli, tuenda mbio kutoka asubuhi mpaka jioni. Mtume alikuwa hana mashughuli.
Mtume amebeba hamu ya umma na alikuwa na muda. Lini mwisho umemaliza kula ukainuka uenda kuosha mkono, ukainuka na sahani yako ukaiweka kwenye jiko makaro? Lini umelifanya hilo? Si kazi yako ni kazi ya mke? La. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana fi khidmati ahlihi, alikuwa akiwasaidia ahli zake. Ikiwa yeye ndio kiigizo chetu, basi tumuige katika haya aliyokuwa akiyafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaweza kututumia mtume ambaye kwamba ni katika shakli ya kimalaika, anaweza kututumia mtume katika umbile tofauti, akawa ni kiumbe tofauti, si kama sisi binadamu, lakini ametutumia mwanadamu, ametutumia bashar, ili mimi na wewe tupate kujiiga na yeye. Kwa sababu angekuwa ni kiumbe tofauti, mtu angesema itakuwaje, lakini maumbile yake tofauti na yetu, lakini ni bashar, ni mwanadamu, ili na mimi na wewe tupate kujiiga na yeye. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatan hasana. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawirishe majumba yetu, atuwezeshe kuishi katika hali ambayo kwamba alikuwa kiishi ndani yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Atujalie ni wenye kutia nia nzito nzito katika viumba vyetu vya kulala, lakini vile vile tuwe ni wenye kuzihifadhi ama kuhuisha viumba vile kwa ibada. Ujitahidi kusikosekane adhani katika chumba kama kile, kusikosekane majlisi ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusikosekane kuswaliwa katika chumba kile. Haya yote alikuwa akiyafanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika chumba chake. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.